Nyalali. Hiyo tume ya Nyalali ndio tume ya kwanza katika historia ya mageuzi katika nchi hii. Ndio tume ya kwanza iliyosema tunahitaji tume ya Nyalali. Nagawiwa notebook wala sio nani. Tume ya Nyalali iliyoundwa na Rais Mwinyi na ikaongozwa na Jaji Mkuu Francis Nyalali ndio ilikuwa ya kwanza kuweka ajenda ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kwenye ajenda ya kisiasa ya Tanzania. Mnanipata? Kwenye taarifa yake, tume ya Nyalali ilitoa taarifa yake tarehe 17 Februari mwaka 92. Kwenye taarifa yake, tume ya Nyalali ilipendekeza mambo yafuatayo kuhusiana na ajenda tulionayo leo. Ilisema hivi: namba moja, kwanza ilikuwa imependekeza Tanzania irudi katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Pendekezo la pili, tume ya Nyalali ikasema ili tuingie katika mfumo wa vyama vingi vya siasa wenye tija, nchi hii inahitaji katiba mpya. Katiba mpya. Mpaka wakati tume ya Nyalali inasema hayo maneno, hakukuwa na ajenda ya katiba mpya katika Tanzania. Ajenda iliyokuwepo ilikuwa turudi kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa uliopigwa marufuku mwaka 64-65. Kwa tume ya Nyalali ndio iliyoweka ajenda ya katiba mpya kwenye ramani ya kisiasa, kwenye mjadala wa kisiasa wa Tanzania. Pendekezo lake la tatu lilihusu mfumo wa uchaguzi moja kwa moja. Na tume ya Nyalali ikapendekeza kwamba ili kuelekea mfumo wa vyama vingi vya siasa wenye tija kwa nchi yetu, kunahitajika marekebisho makubwa ya mfumo wetu wa uchaguzi. Mfumo wa uchaguzi ikiwemo tume huru ya uchaguzi. Kabla ya mwaka 92, wengi tuliokuwa tunapigania demokrasia turudi kwenye vyama vingi. Hakukuwa na ufafanuzi wa kitu gani kitafanya mfumo wa vyama vingi uwe na tija. Ni Nyalali ndiye aliyeleta hizo hoja wa kwanza. Tuwe na mfumo huru wa uchaguzi wenye tume huru ya uchaguzi, na vile vile tuwe na katiba mpya. Hayo mapendekezo mawili ni muhimu sana, yalikuwa muhimu wakati ule, na miaka 33 baadaye bado tunayapigania. Hauna kosea. Kwa unapozungumza habari ya katiba mpya leo, usije ukasahau kwamba unazungumza maneno yaliyoanzishwa na Jaji Mkuu Nyalali na tume yake miaka 33 iliyopita. Unapozungumzia leo mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, unapozungumza no reform no election, usije ukasahau kwamba unazungumzia masuala ambayo yalianzishwa
kwa mara ya kwanza na tume ya rais iliyoongozwa na jaji mkuu miaka 33 iliyopita. Sasa ni muhimu kuelewa hivi kwa nini walipendekeza haya marekebisho mawili ninayoyasema. Kwa nini? Kwa nini walipendekeza katiba mpya na tume huru ya uchaguzi? Kwenye taarifa ya tume ya Nyalali, tume ilisema hivi kuhusiana na katiba mpya. Tume ya Nyalali ilisema katiba yetu ya sasa, yaani katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, kimsingi, kimaudhui na kwa misingi yake na maudhui yake ni katiba ya chama kimoja, ni katiba ya CCM. Haifai kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ni katiba ambayo kwa misingi yake na kwa maudhui yake ni katiba ya CCM. Haifai kwenye mfumo wa kidemokrasia wa vyama vingi. Kuhusiana na tume ya uchaguzi na mfumo wa uchaguzi, tume ikasema vile vile, tume ya Nyalali, kwamba tume ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi wa Tanzania kimsingi ni mfumo wa chama kimoja. Haufai katika mazingira ya ushindani ya vyama vingi. Kwa nini ni mfumo wa uchaguzi wa chama kimoja? Kwa sababu ni mfumo unaodhibitiwa na rais, na kwa sababu rais ni mwenyekiti wa chama kinachotawala, ni mfumo unaodhibitiwa na chama chake. Mfumo wa uchaguzi unadhibitiwa na rais ambaye miaka yote amekuwa ni mwenyekiti wa CCM na watano kabla ya CCM, kabla ya mwaka 77. Kwa ni mfumo ambao haufai katika mazingira ya ushindani wa vyama katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa ndio ilikuwa sababu ya tume ya Nyalali kupendekeza tume huru ya uchaguzi na kupendekeza katiba mpya. Kwa sababu katiba iliyopo ni katiba ya CCM, tume iliyopo ni tume ya CCM. Na ni tume ya CCM kwa kupitia rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti wa CCM, huyo rais, ndiye anayeteua tume yote. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti, mkurugenzi wa uchaguzi na makamishna wote. Ndiye anayeteua watendaji wakuu wanaosimamia chaguzi majimboni, wakurugenzi wa uchaguzi na maafisa wengine wanaosimamia uchaguzi majimboni. Na kwa watumishi wengine wote wanaosimamia uchaguzi, nyie mnafahamu, kuanzia juu mpaka chini kwenye kituo cha kupigia kura, hao watu wote hao ni watu wa serikali, na katiba inasema wote hao, wale ambao wanateuliwa na rais na wasioteuliwa na rais, wanafanya kazi kwa niaba ya rais na kwa maelekezo yake, na vile vile rais ndiye mamlaka yao ya juu ya nidhamu. Ndio maana ya ile kauli ya Magufuli kwamba siwezi nikakupa gari, nikakupa na cheo na pesa na nini, halafu utangaze mpinzani, kwa sababu ni watu wa rais, na rais ni mwenyekiti wa CCM. Na nyie mnakumbuka hiyo kauli ya Magufuli haikuwa ya kwanza
kulikuwa na kauli ya mtu fulani alikuja kuwa mwanachama wetu anaitwa Frederick Sumaye. Mnakumbuka? Kwamba atakayepoteza jimbo hana kazi. Naelewa? Na mfanyabiashara atakaye unga mkono mambo ya wapinzani atakiona cha mtema kuni na TRA. Wanasema hayo kwa sababu hawa watu wanaosimamia mfumo wa uchaguzi ni watu wa rais moja kwa moja. Kwa hiyo ndio sababu iliyofanya tume iseme huu mfumo haufai kwenye vyama vingi vya siasa. Na tume ya Nyalali ikapendekeza kwamba marekebisho ya mfumo wa uchaguzi na tume huru yafanyike kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 95, uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi. Hiyo ilikuwa, narudia kusema, haya maneno yanazungumzwa Februari 92. Kulikuwa na miaka 3 na miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu. Na lugha iliyotumika kukwepa marekebisho mnaifahamu sana, kwa sababu mnaisikia sasa hivi kila siku. Muda hautoshi. Muda hautoshi. Muda wa kufanya marekebisho wa miaka 3 na miezi kadhaa hautoshi kufanya marekebisho. Kwa marekebisho aliyopendekeza Nyalali hayakufanyika. Tukaenda kwenye uchaguzi wa mwaka 95. Mimi nilikuwa mgombea, kwa hiyo najua. Mara baada ya uchaguzi, vyama vya upinzani vilifanya vizuri sana kwenye uchaguzi. Wapinzani walipata viti vingi sana. NCCR Mageuzi ilipata viti 16 Tanzania bara. CUF walipata viti 20 na kitu Zanzibar. Upinzani ulikuwa na nguvu. Lakini uchaguzi haukuwa huru wala wa haki. Ilibidi watu wafe Zanzibar. Wanafikiria kwamba sasa tunauawa. Haijaanza leo. Ilianza kwenye uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi pande wa Zanzibar. Hizi vurugu zao zilianza mwaka 95. Mliokuwa mnaishi Dar es Salaam, sijui kama mtakuwepo, mnakumbuka katika nchi nzima kwenye uchaguzi wa mwaka 95 vifaa vya uchaguzi vilifika Kyerwa, vilifika na Nyumbu, vilifika Ikungi kwetu, vilienda kila mahali. Isipokuwa hapa Dar es Salaam vifaa vya uchaguzi havikufika kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura mpaka saa 8 saa 9 mchana. Mnaelewa? Ikabidi uchaguzi wa Dar es Salaam usifanyike. Na ulipoacha kufanyika, NCCR Mageuzi walisemaje? Walisusia uchaguzi, au sio? NCCR Mageuzi waliokuwa waishinde Dar es Salaam hii yote walisusia uchaguzi. Mtu mmoja akawaasi, anaitwa Dr. Masumbuko Lamwai, alikuwa mwalimu wangu chuo kikuu. Dr. Lamwai akagombea peke yake na akashinda jimbo la Ubungo. Naelewana? Sasa baada ya uchaguzi ule, ripoti za watazamaji wa uchaguzi ule uchaguzi ulikuwa ulitazamwa sana. Kulikuwa na maelfu ya election observers.
Na kuna ripoti nzuri sana za matatizo ya mfumo wetu wa uchaguzi kutokea 1995. Na ripoti zote almost unanimously, iwe ni ya Commonwealth, iwe ni ya EU, iwe ni ya East Africa, iwe ni ya almost universally, zote zilisema kunahitajika mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi haraka iwezekanavyo, na kwa vyovyote vile kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa 2000, kwa sababu ya matatizo makubwa yaliyojitokeza mwaka 95. Na kwenye la msingi katika mabadiliko mapendekezo hayo ni kwamba tuwe na mfumo huru wa uchaguzi wenye tume huru ya uchaguzi. Watumishi wa serikali wasisimamie tena uchaguzi wa Tanzania, kwa sababu wote ni watu wa rais, na rais ni mwenyekiti wa CCM. 1995, 2000 na kabla ya 2000, kabla ya uchaguzi wa 2000, Mkapa akaunda tume, ameshakuwa rais sasa. 1998 Mkapa akaunda tume ya Judge Robert Kisanga, na akaitaski hiyo tume kupendekeza kwa serikali mahitaji maboresho yanayohitajika kwenye katiba na sheria ili kuboresha mfumo wa demokrasia wa vyama vingi. Na tume ya Jaji Kisanga ikaleta taarifa inayosema tunahitaji marekebisho kwenye mfumo wa uchaguzi, tume iwe huru. Na alipendekeza kitu kingine, katiba mpya na serikali tatu, akapuuzwa. Miaka 5 baada ya tukaenda kwenye uchaguzi wa 2000 bila marekebisho yanayohitajika. Kwenye kipindi chake cha mwisho, Mkapa akaunda kamati nyingine, kamati ya Judge Mark Bomani. Mark Bomani alikuwa mwanasheria mkuu wa kwanza Mwafrika wa Tanganyika baada ya 2003. Akaitaski pendekeze serikalini marekebisho ya katiba na sheria inayohitajika kuboresha demokrasia, na Judge Mark Bomani naye akapendekeza tunahitaji tume huru na mfumo huru wa uchaguzi. Kakataliwa vile vile. Tukaenda kwenye uchaguzi wa 2005, Kikwete akawa rais bila mabadiliko. Tukapita 2010. Baada ya 2010 na matatizo yake, mauaji Zanzibar tena, tukaenda mwaka 2011 Kikwete akatangaza kwamba tutatengeneza katiba mpya. Eventually akaunda tume ya Warioba ili tuwe na katiba mpya na iwe na tume huru ya uchaguzi. Tumekwenda na ule mchakato mpaka mwaka 2014. Sisi wengine tuliondoka mapema. Tuliondoka April 2014 baada ya kuona kwamba tunakoelekea siko. Lakini baada ya vyama vya Ukawa kuondoka bungeni mwezi Julai, tumeondoka April, mwezi Julai Kikwete akatuita Dodoma. Viongozi wa vyama vya upinzani vya Ukawa. Tukaenda. Mimi nilikuwa mwanasheria mkuu wa chama.
Tukaenda Dodoma kukutana na Kikwete. Akatuambia hivi, tunahitaji, kwa sababu uchaguzi umefika, muda hautoshi kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo tustopishe mchakato wa katiba mpya, badala yake tufanye marekebisho ya mfumo wa uchaguzi ili twende kwenye uchaguzi mkuu wa 2015 tukiwa na tume huru ya uchaguzi na sheria mpya za uchaguzi. Hatuwezi tukapata katiba mpya kwa muda uliobaki. Tunaweza tukapata, lugha maarufu iliyotumika ilikuwa minimum reforms. Minimum reforms. Tuwe na tume huru ya uchaguzi, matokeo ya rais yaweze kupingwa mahakamani, tuwe na mgombea huru. Ulikuwa na nini tena Mnyika? Rais achaguliwe na nini? Na majority ya wapiga kura. Sio simple majority ya sasa. Sasa hivi anaweza akachaguliwa hata na 10%. Tulipendekeza rais lazima apate angalau 50% ya kura zote, na marekebisho ya mfumo wa uchaguzi. Lakini muhimu ilikuwa tume huru ya uchaguzi. Hii ametuletea hoja yeye ili tuachane na nini? Na mchakato wa katiba mpya. Tukakubali. Mchakato wa katiba mpya haukuendelea na minimum reform hazikupatikana. Kwa hiyo ile hoja ya minimum reform ilikuwa ni namna ya kuachana na katiba mpya. Kwa tumeachana na katiba mpya na vile vile minimum reforms hazikupatikana. Tukaenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2015 tukampata Magufuli. Na tulivyompata Magufuli na CCM wakatangaza vita dhidi ya upinzani. Hiyo vita ilitangazwa rasmi tarehe 6 Februari 2016 kwenye sherehe za miaka 39 ya CCM Singida. Na kwenye hiyo sherehe za CCM, Magufuli alisema wazi, ipo kwenye YouTube, kwamba itakapofika mwaka 2020 hakutakuwa na chama cha upinzani katika nchi hii. Kaangalia hiyo hotuba maarufu sana. Kwa yaliyoendelea baada ya hapo ni haya ambayo tunayafahamu sana sasa hivi. Mauaji ya kisiasa. Mgombea ubunge wa jimbo la ni Nyang'hwale au nani, jimbo gani, nani, Alphonse Mawazo Busanda, aliuawa in broad daylight. Na wanachama wetu wengine wengi sana, kina Ben Saanane, wengine tuliponea chupu kama mnafahamu, ambao hawakujeruhiwa au hawakuharibiwa biashara zao, walifungwa. Hiyo vita ya Magufuli ndio bonde la uvuli wa nini? Bonde la uvuli wa mauti alilozungumzia Nelson Mandela 1953. Tulipita kwenye bonde la uvuli wa mauti ili CCM iweze kucrash upinzani. Sasa kumbuka, Nyalali na tume yake walisema mfumo wa uchaguzi ni mfumo wa rais. Tuliona hiyo very clear, bila shaka yoyote, wakati wa Magufuli, na tumeona sasa na Samia.
mwaka 2019 2019 kuelekea uchaguzi wa mitaa na vijiji, Magufuli aliitisha mkutano wa watendaji wa kata Ikulu nchi nzima. Mnakumbuka? Maandalizi ya nini? Ya uchaguzi. Na maagizo waliopewa, hakikisheni hakuna mpinzani atakayesimama. Na hakuna mpinzani aliyesimama. Sio aliyesimamishwa. Tulisimamisha idadi ya wagombea 2019 ambao sijui kama tulifika hata nusu yake mwaka jana. Tulikuwa na wagombea wengi sana. Walifyekwa wote. Kwa ukiangalia mtandaoni matokeo ya uchaguzi wa mitaa na vijiji wa 2019, utaona yafuatayo. Moja, kwenye uchaguzi wa vijiji CCM ilipata 99.9 ya wenye viti wa vijiji vyote. Ilipata wenye viti 12,260 kati ya wenye viti 12,262. Haikupata hao. Haikupata wawili. Angalieni mtandaoni, utaona kwamba kwenye mitaa 4,262 CCM ilipata mitaa 4,262, 100%. 100%. Ilishinda mitaa yote nchi nzima. Ukirudi nyuma miaka mitano kwenye uchaguzi wa 2014, utakuta kwenye matokeo yako kwenye website za TAMISEMI. Utakuta kwamba kwenye vijiji mwaka 2014 CCM ilipata 80% ya mitaa ya vijiji vyote. Manake sisi wapinzani tulipata 20%. Chadema pekee yetu tulikuwa na 15% ya vijiji vyote nchi nzima. Vijiji 1754. Kwenye mitaa utaona kwamba CCM ilipata 66.66 ya mitaa yote, takriban 67%. Sisi wapinzani tulipata 33%, na sisi Chadema tulikuwa na 25% ya mitaa yote nchi nzima. Tulikuwa na mitaa 980. Fast forward. Si mnajua ile kitu ile fast forward. Fast forward 10 years. Mwaka jana, kwa mujibu wa takwimu za TAMISEMI, CCM imepata 99.01 ya vijiji. Chadema imepata 0.79 ya vijiji 97. Hatujafikisha 100. Na kwenye mitaa CCM imepata 99%, Chadema imepata 0.89, 0.84. Hatujafikisha 1%. Tuna mitaa 36 nchi nzima. Tulikuwa na mitaa 980 miaka 10 iliyopita.
mfumo wa uchaguzi ni mfumo wa rais, na kwa sababu ni mfumo wa rais ni mfumo wa CCM. Kwa sababu ni mfumo wa rais, rais anatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa, kwanza kwa mkwe wake, waziri wa TAMISEMI. Waziri wa TAMISEMI anapeleka maagizo kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji: hakikisheni wapinzani hawaendi popote. Ndio maana ya nini? Ya haya matokeo. Ndio maana ya hiyo engua. Kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni mfumo wa rais, na kwa sababu ni mfumo wa rais ni mfumo wa CCM, kama alivyosema Nyalali miaka 33 iliyopita. Tunaelewana? Sasa kuna mambo mengine yamejitokeza ambayo yote yanatoka kwenye hii kanuni kuu. Kanuni kuu ni kwamba huu ni mfumo wa CCM. Kila kitu kina flow from hiyo general principle kwamba huu ni mfumo wa rais, ni mfumo wa CCM. Kuna ambayo yamejitokeza sana kwenye chaguzi zetu, yanatokana hiyo. La kwanza ambalo limejitokeza, kura feki. Kura feki kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa 2020. Kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa 2020, mnafahamu kwa sababu mlishiriki wengi wenu humu, mnafahamu jinsi ambavyo mapolisi, usalama wa taifa, walimu, watendaji wa kata, nini, hawa wote wanao kuwepo wakati wa uchaguzi, jinsi ambavyo walitumika kuingiza kura feki kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura. Hauna kosea. Tunaweza kuthibitisha kwa kutumia nyaraka ambazo zimetengenezwa na tume yenyewe. Tunaweza kuthibitisha kwamba kwenye ubunge peke yake, kwa kuangalia hizo nyaraka za tume, kwenye ubunge peke yake waliingiza kura feki 2,100,000 na ushe. Hizo tunaweza tukazithibitisha mahali popote. How? Tunazithibitishaje kura feki? Tume imetengeneza nyaraka, imetengeneza ripoti ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Walimkabidhi Rais Samia Agosti 2021. Kwenye ile ripoti